Sethi akaishi miaka 105, akazaa mwana, akamuita jina lake Enoshi, akisema, kwa maana wakati huo wana wa wanadamu walianza kuongezeka na kuyatesa nafsi zao na mioyo yao kwa kuvunja sheria na kumuasi Mungu. Ikawa katika siku za Enoshi, wana wa wanadamu waliendelea kumuasi na kuvunja amri za Mungu, hata hasira ya Bwana ikaongezeka juu yao. Wana wa wanadamu wakaenda wakazitumikia miungu mingine, wakamsahau Bwana aliyewaumba duniani, na katika siku hizo wakafanya sanamu za shaba na chuma, za miti na mawe, wakaziinamia na kuzitumikia. Kila mtu akajitengenezea mungu wake, wakaziinamia. Wana wa wanadamu wakamwacha Bwana siku zote za Enoshi na watoto wake, na hasira ya Bwana ikawaka juu yao kwa sababu ya matendo yao maovu na machukizo waliofanya duniani. Bwana akasababisha maji ya mto Gihoni yawafunike, akawaangamiza na kuwaangamiza kabisa, akaiharibu sehemu ya 3 ya dunia. Lakini hata hivyo wana wa wanadamu hawakuacha njia zao mbaya, na mikono yao iliendelea kutenda maovu mbele za Bwana. Katika siku hizo hapakuwa na kupanda wala kuvuna duniani, hapakuwa na chakula kwa wana wa wanadamu, na njaa ilikuwa kubwa sana katika siku hizo. Mbegu walioipanda katika siku hizo ikageuka kuwa miiba na magugu. Tangu siku za Adamu kulikuwa na tamko hili juu ya ardhi, la laana ya Mungu aliyoilaani dunia kwa sababu ya dhambi ya Adamu mbele za Bwana. Ikawa wanadamu walipoendelea kumuasi na kuvunja amri za Mungu na kuharibu njia zao, dunia nayo ikaharibika. Enoshi akaishi miaka 90, akazaa Kainani. Kainani akakua, alipofikisha miaka 40, akawa na hekima na maarifa na ustadi katika hekima yote, akatawala juu ya wana wa wanadamu,